Maudhui katika Kigogo. Hujambo na karibu Teachkrest. Mimi na udha wako Vikirubu. Leo hii tunataka tujifunze kuhusu maudhui yaliyomo katika tamthilia ya Kigogo. Tamthilia ya Kigogo ni mchezo ambao umeandikwa na Pauline Care na umebeba maudhui au maswala anuwai. Hebu tuweze kuyachambua na kuyajua kwa kina. Karibuni. Maudhui mengine ni ubabe dume, na ubabe dume ni mfumo unaomdhalilisha mwanamke na kumtukuza mwanaume. Hivi ni kusema kwamba ni mtazamo unaomnyanyasa mwanamke kwa kila jambo, huko mwanaume akitukuzwa. Hivyo tunatuza mwanaume, tunamtweza mwanamke. Maudhui haya yanadhihirika kutokana na Majoka ambaye anasema hana time na wanawake. Wakati akina Shua na Husda walikuwa wakipigana kule afisini mwake. Pia tunamuona Kenga akimshusha mwanamke kwani haamini pana shujaa wa kike. Pia Ngurumo anaapa kutompa mwanamke kura yake. Heri ampe hata paka wa Majoka. Hapo tunaona kwamba amemdhalilisha mwanamke. Jambo lingine ni kwamba Majoka anatetea madai yake kwamba wanawake wamekuwa wajeuri kwenye ndoa na kwamba wanafaa kupunguza makali yao ili kujirudi tena, kujirekebisha. Maudhui mengine ni maudhui ya ufisadi ambayo yanatokana na Majoka ambaye anafisidi nchi yake, anajilimbikizia mali ya umma ili kuweza kujinufaisha mwenyewe. Pia hayo yanaonyesha ubinafsi kwa kiasi fulani. Pia kuna nafasi ya mwanamke katika jamii. Tunamuona mwanamke ni chombo cha mapenzi, mfano Asia ametumika kimapenzi na Ngurumo ili aweze kupata kandarasi ya keki. Pia mwanamke ni mdaku. Tunamuona Husda anamuita Shua mdaku. Na eti ni kimada wa kuinda wanaume wa watu. Wameweza kumdhalilisha. Na kwa kiasi fulani unaona kwamba si wanaume tu ambao wanamdhalilisha wanawake. Watu wengine ni mwanamke anamdhalilisha mwanamke mwenzake. Kisha tunaona mwanamke ni mvumilivu, ambapo tunaona Ashua akivumilia shida za kihela hata pale ambapo mumewe ambaye ni Sudi hana pesa. Pia mwanamke ni mwenye msimamo dhabiti kama Tunu anakataa katakata kuozwa kwa Ngao Junior licha ya faida ambazo wangepata. Tunamuona mwanamke ni msomi. Naona Ashua alikuwa amehitimu kuwa mwalimu, pia Tunu alikuwa ameenda kusomea ng'ambo, hivyo ni msomi. Pia tunaona mwanamke akiwa ni mpenda anasa, pale ambapo tunaona Husda akiwa anaenda kuogelea. Pia pale ambapo tunaona kwamba kutokana na mazungumzo ya Babu na Majoka kwenye ndoto ya Majoka inabainika kuwa Husda alimpenda Majoka kwa sababu ya mali yake. Pia tunamuona mwanamke ni katili pale Mama Pima anawauzia wanasagamoyo wenzake pombe haramu inayowaua na kuwapofisha wengine. Pia mwanamke ni mtetezi wa haki na linadhihirika kupitia Tunu. Pia tunamuona mwanamke akiwa ni mlezi mwema na linadhihirika kupitia Ashua ambaye anaenda kumtafuta Majoka ili aweze kupata msaada wa kuwalisha wanawe. Pia kuna mgogoro wa nyumbani unajitokeza pale. Kuna migogoro mingine kama baina ya Sudi na Boza na kina Kombe. Kuna pia mgogoro baina ya Ashua na Tunu na Sudi. Migogoro hiyo ndio inasaidia kukuza ploti ya tamthilia nzima. Pia kuna mabadiliko. Kwa mfano tunaona kwamba tabia nchi Sagamoyo imeweza kubadilika. Ndiposa kichele kinachovunwa kilikuwa kidogo kilinganisha na miaka iliyopita.
Pia pale ambapo Majoka anasema kwamba mabadiliko yajapo tuyapokee. Pia kuna mabadiliko ambapo tunapata wanawake wanakuwa ni shujaa. Pia kuna maudhui ya dini ambapo Ashua na Sudi wanazozana kuhusu wana wao. Haya. Alafu tunaona kwamba Hashima alikuwa naamini Mungu yupo. Pia kuna maudhui ya ulevi na athari yake, hivi kwamba pombe inachoma figo, inapofisha. Unaona Asia akiuza pombe haramu, na kuna wengi ambao ni washiriki wakiwemo Boza na Ngurumo na wengine. Pia kuna ukoloni mkongwe ambapo mashujaa walipigana na wakoloni, hivyo kuonyesha kwamba kulikuwa na wakoloni wakati huo, na hivi sasa kuna ukoloni mambo leo unaodhihirika kupitia Majoka na vibaraka wake. Pia kuna ushirati ambapo Asia alipata mradi wa keki baada ya kumpa Ngurumo uroda, kurasa 64. Pia kuna maudhui ya ushauri kupitia mtu wa kwanza. Pia tunaona ushauri unajitokeza mara mbili, kuna ushauri mzuri na ushauri mbaya. Kwa mfano Ngurumo, yeye ushauri wake ni wa kichokozi, namwambia Tunu kwamba aweze kuolewa kwa Ngao Junior. Pia tunaona kuna utepetevu kazini, kuna maziara yamejaa, ilhali kuna mtu ambaye amepewa kazi hiyo na hajawajibika. Pia tunaona utepetevu ukijitokeza hivi kwamba kodi inalipwa lakini haifanyi kazi ambayo inafaa, hivyo kuna mtu amezembea kazini. Pia kuna maudhui ya utabaka na yanadhihirika kupitia wahusika katika tamthilia hiyo ya Kigogo. Kuna watu ambao ni wa tabaka la juu, haswa wale ambao ni viongozi. Alafu kuna watu wa tabaka la chini, wala la hoi, kama kina Sudi, Ashua na wengine. Hawa hata kupata chakula inakuwa ni shida. Pia kuna maudhui ya ugonjwa yanayojitokeza kupitia Majoka ambaye anazirai na kuhitaji huduma ya kwanza anapochukuliwa hospitali. Pia pale ambapo Husda anaanguka. Pia kuna maudhui ya majuto ambapo Mama Pima anajutia uuzaji pombe. Alafu pia kuna maudhui ya siasa ambayo imeendelezwa na Tunu, na ilikuwa ni siasa ya propaganda pale anaposema mimi ni mtu wa vitendo sio vishindo. Na kuna wengine ambao wanaendeleza maudhui hayo, ijapokuwa ilikuwa ni kwa kutumia propaganda wa party. Haya. Pia tunaona maudhui ya dini au imani yakijitokeza kupitia Ashua anayemkanya Majoka aache kukufuru wakati anapojilinganisha na Samsoni wa Biblia. Hashima pia anaamini kuwa kukauka kwa mito na mazao duni kumetokana na ardhi kuingia najisi kutokana na damu nyingi iliyomwaika, ijapokuwa inakaa ni kama ni ushirikina kwa kiasi fulani. Pia wanapopokea ujumbe wa kutakikana kuhama Sagamoyo, Siti anaonekana kutopoteza matumaini kwani anategemea Mungu. Kisha baada ya kupewa chai na Ashua, Kombe anamshukuru na kumwomba Mungu amzidishie kwa ukarimu wake. Pia Sudi anaamini kuwa kama sio kwa ulinzi wa Mungu, basi wote wangekwisha kufariki kwa uchafuzi wa mazingira sokoni. Hivyo ni Mungu hulinda watu katika mazingira hayo. Pia kulikuwa na maudhui ya mapenzi ambayo ni hali ya kumjali mtu au kitu na kuwa na hisia chanya kumhusu mtu huyu na kitu hicho, na amedhihirika baina ya Sudi na Ashua na kadhalika.